Naitwa Hekima Mwasipu, ni wakili wa waleta maombi ambao ni Rosemary Mwakitwangi na wenzake wawili Deogratias Mwenyila na Edward Heche, ambao wamefungua maombi namba 3210 ya mwaka 2025 ya kuipinga tume ya uchunguzi wa kinachoitwa uvunjifu wa amani wa tarehe 29 na baada ya tarehe 29. Na kesi hiyo waleta maombi wameomba mahakama mambo matatu. Jambo la kwanza, wameomba mahakama itengue uteuzi wa hiyo tume ambayo inaongozwa na mwenyekiti aliyekuwa jaji mkuu wa zamani Jaji Othman Chande, na wameomba vile vile mamlaka za uteuzi zizuie hiyo tume isiendelee na kazi mpaka kesi ya msingi itakaposikilizwa, na vile vile wameomba mamlaka ya uteuzi isiteue tume nyingine ambayo yenye muundo kama hii ambayo inalalamikiwa. Sasa msingi wa malalamiko ni nini? Msingi wa malalamiko ni kwamba wateja wetu wanalalamika tume hii iliyoundwa, muundo wake ni muundo ambao unakiuka sheria, kwa maana ni muundo haramu, kwa tafsiri nyingine wanaita illegality. Wakati tunaleta hii kesi mahakamani, tume ilikuwa bado haijawa gazetted, haijaweka kwenye tangazo la serikali, government notice, kuanzia ilikuwa tarehe 20 Novemba. Sasa wateja wetu wamelalamika kwamba tume ilikuwa bado haijawa gazetted, lakini pili, muundo wa tume vile vile sio muundo ambao ni huru kwa tafsiri nyingine. Lakini mamlaka za uteuzi zinasema tume huru ya uchunguzi. Ukisoma ile sheria ambayo inampa rais mamlaka ya kuweza kuteua hiyo tume, hakuna neno linaitwa tume huru ya uchunguzi, isipokuwa inatamka tume ya uchunguzi. Sasa kilichoundwa ni tofauti na ambacho kiko kwa mujibu wa sheria. Lakini sababu nyingine ambayo wanaeleza waleta maombi ni kwamba hakuna mantiki ya kisheria ya kuunda hii tume, na wanasema kwamba tume hii inayoongozwa na Jaji Chande, itakumbuka huko nyuma mwaka 2023 kuna tume ya haki jinai iliundwa vile vile kwa ajili ya kuchunguza taasisi za haki jinai, na ikaleta mapendekezo yake au ikapeleka mapendekezo kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini mapendekezo hayo mpaka leo, mapendekezo makubwa ya msingi hayajafanyika. Kwa mfano, tume ilipendekeza kuvunjwa kwa jeshi la polisi nchini. Tume ilipendekeza kuvunjwa kwa jeshi la polisi nchini. Sasa haya ambayo yametokea tarehe 29, aidha kuna kuwajibika kwa jeshi la polisi vizuri kama mlinzi wa amani. Sasa mapendekezo ya kuvunja jeshi la polisi hajafanywa kazi, anateuliwa tena mwenyekiti yule yule ambaye mapendekezo yake hayakufanywa kazi kwenye tume ya kijinai awe mwenyekiti tena wa tume ya kuchunguza kinachoitwa uvunjifu wa amani.